الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى وآله وأصحابه الشرفاء وبعد. بعد أن نشكر الله جل في علاه kumtakia rehema na amani kipenzi wa umma Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Leo tena kwa tawfiki yake Allah ametukutanisha. Hadhara leo tutapause kidogo katika mada tuliyokuwa tunaizungumza juu ya shirki na vigawanyo vyake. Tutagusia katika hili tulilokuwa nalo la mwezi wa Rajab. Na katika mwezi wa Rajab, je, yahitajika tufunge? Ni sunna au sio sunna? Mbele yetu ipo siku inayoitwa ya Miraj. Je, ni kweli tukio hilo limetokea katika mwezi wa Rajab? Ni kweli Miraji ni tukio lililotokea mwezi wa Rajab? Na je, yahitajika kufunga siku hiyo au la? Haya ndio ambayo tutakayoyapitia katika siku hii ya leo. Awalan ni kwamba mwezi wa Rajab ni miongoni mwa miezi minne mitukufu. Miezi minne mitukufu ikiwa ni Rajab, Dhulqaada, Dhulhijja, Muharram. Hii ni miongoni mwa miezi minne mitukufu. Mtu anaweza kushangaa hatujasikia Shaaban wala Ramadhan, bali hii na ubora wake kivingine imeelezwa juu ya ubora wake. Kama mwezi wa Ramadhani ni kwamba ubora wake ni siku ambayo ni mwezi ambao ndani yake imeshushwa Qur'an. Kwa hiyo ina fadhila nyingi na ina baraka nyingi. Lakini katika ile miezi iliyotajwa, basi Shaaban na Ramadhani haipo, bali upo mwezi huu mtukufu wa Rajab. Na katika mwezi huu wa Rajab, wanawachuoni wa hakiki wa ahadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallama wanasema haijathibiti hadithi yoyote sahihi ya kuhusisha ya kwamba mwezi wa Rajab kuna ibada maalum ambayo ifanywe katika mwezi huu wa Rajab, kwamba mwenye kufunga mwezi wa Rajab apata fadhila kadhaa. Anasema haijawahi kuthibiti hadithun sahihun sarih juu ya kuhitajika kufunga mwezi unaoitwa Rajab, bali ibada inayofanywa katika mwezi huu wa Rajab, ibada hii inakuwa ni bora na aula kuliko ibada itakayofanywa katika miezi mingine. Kwa maana ibada zile ambazo ni jaiz za juzu katika miezi mingine, kama kufunga siku ya Jumatatu na Alhamis, kadhalika kufunga katika masiku meupe mwezi 13, 14 na 15. Anayefanya ibada hizi akafunga si kukusudia Rajab,
bali amekusudia ibada ambayo ipo katika miezi mingine, basi ibada hii inayofanyika katika mwezi wa Rajab au Dhulqaada au Dhulhijja au Muharram, basi inakuwa na thamani kubwa, inakuwa na ubora mkubwa, kwa sababu ni ibada iliyofanyika katika mwezi mtukufu miongoni mwa miezi mitukufu hii minne. Lakini pia katika mwezi huu wa Rajab yasemekana ya kwamba kuna tukio maarufu ya kwamba lilitokea katika mwezi huu wa Rajab, ambalo ni suala la Isra wal Mi'raj, na tutakuta misikiti mingi hutuba zao za Ijumaa zinazungumzia juu ya Isra wal Mi'raj. Lakini pia wengine hupanga siku maalum kwa ajili ya suala hili la Isra wal Mi'raj, kuelezea tukio hili la Isra wal Mi'raj. Tunaposema Isra wal Mi'raj, ni tukio ambalo lilitokea kweli. Asema Allah jalla fi ula, subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu. Ametakasika Allah ambaye aliyempeleka usiku mja wake kutoka msikiti wa Makka mpaka msikiti wa Baitul Maqdis Palestina. Usiku mmoja huo alipelekwa Mtume sallallahu alayhi wasallama akiwa na kipando chake ambacho ni Buraq. Aliweza kwenda, lakini sivyo tu, ukawa na mi'raji kutokea pale kwenye msikiti wa Aqsa. Mtume sallallahu alayhi wasallama akapandishwa mpaka mbinguni, na hapo ndipo alipoweza kukabidhiwa ibada ya swala tano. Ilikuwa ni sala 50, ikakhafifishwa ikapunguzwa mpaka ikafikia 5. Ikawa mwenye kuswali zile 5 thawabu sawa na mwenye kuswali 50, kwa sababu swala 5 kila sala thawabu 10. Kwa hiyo ukizidisha unapata ni sawasawa na yule aliyeswali sala 50. Na Allah subhanahu wa ta'ala tukio hili alilileta likiwa lina sababu maalum. Moja, safari kuanza Makka mpaka Baitul Maqdis, alafu kutoka pale mpaka mbinguni, ilikuwa inaonyesha, ni ishara ya kwamba uongozi sasa utakuwa unabii unaelekea katika mji wa Makka na unaondoka katika mji wa Palestina au Baitul Maqdis. Lakini pia tukio hili la Isra wal Mi'raj lilikuja katika kipindi ambacho kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallama ashafanyiwa uadui mwingi, ashapigwa sana, amekataliwa pale Makka. Akaona bora aende Taif. Kufika kule Taif ndio hawakumsikiliza kabisa, na wakawatuma watoto wao na majununi zao, wakaenda kumfanyia rajimu Mtume sallallahu alayhi wasallama. Akapigwa mawe Mtume sallallahu alayhi wasallama akiwa yuko na bodigadi wake
Zaid bin Thabit, ni kijana wake ambaye katika safari walikuwa pamoja. Ikawa jiwe likitupwa, Zaid bin Thabit yeye ndiye anayepeleka mwili wake jiwe limpate, katika hali ya kumgadi Mtume sallallahu alayhi wasallam. Pamoja na hivyo bado mawe yalimwingia Mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka mwili wake ukaloa damu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akatoka pale akaenda mpaka akafika kwenye kigogo cha mtende, chini ya mtende akawa amekaa, akawa anasoma Qur'an. Kumbuka kipindi hiki ndio kipindi ambacho kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amekabidhiwa unabii, lakini bado watu wake walikuwa hawajamkubali, ikapelekea yeye kupigwa mawe. Basi alipokuwa yuko pale kwenye kigogo cha mtende anasoma, ikawa kundi la majini ambao walishangaa mabadiliko yaliyotokea mbinguni, wakasema wa inna la nadri asharrun urida biman fil ardh, na sisi hatujui kuna shari itakiwayo kuletwa ardhini, am arada bihim rabbuhum rashada, au Allah anataka kuleta uongofu. Kwa sababu majini walikuwa na kawaida ya kupanda mbinguni kusikiliza taarifa na habari ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amehukumu, kisha Allah anawapa taarifa hizi malaika wale waliokuwa wingu wa juu, na malaika nao wanakuwa ni wenye kupeana taarifa, kuwapa taarifa malaika waliokuwa katika wingu wa chini mpaka kufika kwetu sisi. Sasa majini wakawa wana kawaida ya kupanda kuiba habari hizo. Ujio wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kupewa utume, mbingu ikawa ina walinzi, kukawa kuna vimondo ambapo Allah ameviweka hujuma lishayatini, akaviweka vikawa vinawatandika mashaitani. Kwa hivyo wakatuma makomando wao na watafiti wao, FBI wao, waende wakachunguze kitu gani ambacho chataka kutokea katika ardhi. Walipofika pale wakamkuta Mtume sallallahu alayhi wasallam asoma Qur'an, wakasema inna sami'na Qur'anan ajaba. Aya nyingine asema tulieni, wanawaambia wenzao tulieni, wakasikiliza wakasema inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rushdi fa amanna bi. Sisi tumesikiliza, tumeisikia Qur'ani ya ajabu, inaongoza katika uongofu, na sisi tumeiamini. Wala nushrika birabbina ahada, na hatutamshirikisha Mola wetu na chochote. Kwa hivyo binadamu amemkataa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tayari upande wa pili wanamkubali Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kipindi hiki ndio kipindi ambacho Mayahudi waliwaambia Makuraishi, ikiwa huyo ni mtume, basi kamuulizeni maswali haya, kamuulizeni awape taarifa juu ya ashabul kahfi, vijana wa pangoni. Muulizeni swali lingine juu ya nabii ambaye mwanaye amepotea, na baada ya kupotea akalia mpaka macho
macho yakapofuka, mwambieni akuambieni ni yupi huyo nabii. Muulizeni tena swali lingine ya kwamba ni nini roho. Pia wakawaambia wamuulize juu ya Dhulqarnain. Ni nani huyo Dhulqarnain? Mtu ambaye aliyetembea na kuimiliki mashariki al-ardh wa magharibiha. Ni nani huyo? Alipoambiwa Mtume sallallahu alayhi wasallama, akawaambia nitakujibuni kesho. Kesho ikafika, jawabu hakuna. Kesho kutwa, jawabu hakuna, mpaka siku ya 10, riwaya nyingine siku ya 15, ndio Allah subhanahu wa ta'ala akaleta jawabu. Ikashushwa suratu Kahfi, ikashushwa suratu Yusuf na Al-Isra. Yote ilikuwa ni katika kujibu maswali yaliyoulizwa na Mayahudi, kuwafundisha Makureishi ya kwamba muulize, na walishangilia sana walipoona jawabu limechelewa. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa akimwadabisha nabii wake, akamwambia wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha Allah. Usiseme kwa kitu chochote ya kwamba nitafanya kesho, isipokuwa useme insha Allah, kwa sababu si uwezo wako kuweza kujibu. Kwa hivyo usiseme nitafanya kesho. Na hili ni fundisho kwetu ya kwamba ukitaka kufanya jambo tuseme insha Allah. Usiposema insha Allah, Allah aweza kukuadhibu usipate unachokihitaji au ukachelewa kupata unachokihitaji. Katika kipindi hiki ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam anashushiwa taarifa juu ya vijana wa pangoni, walipata shida, lakini mwisho wake ikawa ni nusra. Analetewa habari ya Dhulqarnain pamoja na Yajuju wa Majuju kuweza kufungwa. Anapewa taarifa juu ya kwamba inna ma'al usri yusra, pamoja na shida utakayoipata, bali jua faraja iko mbele yako. Analetewa taarifa juu ya nabii ambaye wanaye walikuwa hawapendani, wakamfanyia uadui ndugu yao, wakamtupa kisimani. Miaka mingi ikawa nabii huyu hamuoni mtoto wake, akalia mpaka biyadhat ainahu min alhusni wa huwa kadhim, macho yake yakakufuka kutokana na husni. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akamrejesha yule mwanaye, si mwingine ni Nabiullahi Yaqub, na aliyepotea alikuwa ni Nabiullahi Yusuf alayhi salatu wassalam. Yote haya aliletewa Mtume sallallahu alayhi wasallama kuonyeshwa ya kwamba vyovyote vile watakapokuwa wamekupiga mawe, wamekukataa, ilikuwa na swali wanaleta mzoga wa utumbo wa wanyama wanamtupia shingoni, mpaka mwanaye Fatima alia na kuja kuondosha mzoga ule shingoni mwa baba yake. Haya ni maudhi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallama aliyofanyiwa pale Makka. Kwa hivyo sura hizi ikawa ni sehemu ya kumtuliza Mtume sallallahu alaihi wasallama, kumweleza visa vya wenzake waliotangulia ya kwamba walipata shida, lakini mwisho ilikuwa ni nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwisho sasa, kipindi hiki ambacho sura hizi zimeshuka, ndiyo kipindi sasa Allah akamchukua nabii wake kutoka Maka mpaka Madina, bali siye kutoka Maka mpaka Baitul Maqdis Palestina, Masjid al-Aqsa,
kisha safari ikaanza pale Aqsa mpaka mbinguni. Ni jambo ambalo makafiri hawakuamini. Alipoambia ya kwamba bwana, mimi usiku huu uliopita nimetoka Maka mpaka Baitul Maqdis, wakati wao ni safari wanaenda kwa wanyama kwa muda mrefu, wakaona amewaletea habari za kwamba siku zote unaogopa, sasa hii kali. Wakaona hili kuonyesha kwamba sasa amekuwa ni mongo kwelikweli, wakamkimbilia rafiki yake Abu Bakar, wakamwambia, unasikia aliyekuja nayo ndugu yako eti kwa usiku mmoja ametoka Maka mpaka Baitul Aqsa. Akawaambia amesema kweli, hata kama angesema kwamba ameenda mpaka mbinguni mimi ningemsadikisha. Na ukweli ikawa pia safari ilitoka kutoka Aqsa mpaka wingu wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, wa sita, wa saba. Hii ni safari aliyopelekwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Muda hautoshi kuanza kuelezea yaliyojiri njiani, aliona nini, alikutana na nani, aliwasalisha nani na nani, bali tuwaeleza bil ikhtisar kwamba tukio la Isra wal Mi'raj ni tukio la kweli, kwa sababu Qur'an imetuthibitishia. Ila kwa bahati mbaya wanahistoria walisahau kutuhifadhia taarifa hii ya kwamba ilitokea lini, tarehe gani, mwezi gani, haikuweza kuhifadhiwa. Kwa hivyo hakuna kauli sahih ambayo mtu atakuwa na uhakika ya kusema Isra wal Mi'raj ilikuwa ni siku fulani, kwa sababu al-muarrikhuna, wanahistoria, hawakuweza kutuhifadhia tokea mwanzo kwa uhakika. Kwa zipo aqwali, kauli zilizokuja kwamba ilikuwa siku kadha, lakini kauli zenyewe zinakuwa si sahihi, na zingine huwezi ukasema ni kweli au sio kweli, bali ni kwamba yawezekana. Lakini zipo kauli ambazo kwa kifua mbele kabisa unakuwa na uhakika wa kusema kwamba kauli hii si sahihi. Tutarejea katika kitabu Ar-Rahiqul Maktum, kitabu kilichoelezwa na Al-Allama Mubarakfur, akielezea hadithul Isra wal Mi'raj, tukio la Isra wal Mi'raj, na tanukuu kama alivyoelezea katika kitabu Ar-Rahiqul Maktum. Atakayetaka anaweza kurejea katika kitabu hicho. Asema wakhtulifa fi ta'yin zamanihi ala aqwali shatta, wamekhtalifiana wanawachuoni juu ya kueleza zama ilipotokea hilo tukio la Isra wal. Tukio kweli lipo, lakini lilikuwa lini? Wanawachuoni wamekhtalifiana katika kauli nyingi. Hapa Sheikh Mubarak Furi ameeleza kauli 6, lakini kauli ziko hata zaidi ya 10, ila ameeleza angalau zile kubwa 6. Anasema kauli ya kwanza, faqila kana al-Isra fi sanati allati akramahu Allah fiha bin nubuwa. Kuna kauli ya kwanza inasema Isra wal Mi'raj ilikuwa katika mwaka ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam alipewa utume, na hii ni kauli ikhtarahu At-Tabari, amechagua Imam Tabari. Wakila
Na kauli ya pili, kana baada al-mab'ath bi khamsi sinin, kwamba tukio hili lilitokea baada ya mtume kupewa utume kwa miaka 5. Warajaha dhalika an-Nawawi wal-Qurtubi, na kairajihisha Imam Nawawi na Imam Qurtubi kwenye kauli hii. Kauli ya tatu inasema, wakila kana lailatu sabi wal 20 min shahr Rajab, inasema ilikuwa ni usiku wa 27 katika mwezi wa Rajab, mwaka wa 10 minan nubuwa, mwaka wa 10 tokea Mtume sallallahu alayhi wasallama kupewa utume. Wakhtarahu, kauli hii amechagua al-Allama al-Mansur For. Kauli ya 4 anasema, wakila, imesemekana ni kabla al-hijra bisana, kabla ya mtume kuhama kwa mwaka mmoja, bi 16 shahra, wa miezi 16 kwa maana nyingine inakusudiwa fi Ramadhan, kwamba yatarajiwa ilikuwa ni mwezi wa Ramadhani, mwaka wa 12 minan nubuwa, tokea Mtume sallallahu alaihi wasallam kupewa utume. Kauli ya 5 inasema, wakila kabla al-hijra, imesemekana ya kwamba ni kabla ya mtume kuhama kwa mwaka mmoja na miezi 2, fil Muharram, yani katika mwezi wa Muharram, mwaka wa 12 minan nubuwa, tokea Mtume sallallahu alaihi wasallam kupewa unabii. Wakila, na kauli ya 6 ni kabla al-hijra, kwamba ni kabla ya mtume kuhama bisana, kwa mwaka mmoja. Kwa hiyo baada ya kuhama akakaa mwaka mmoja, kabla hajahama kwa mwaka mmoja, basi ndio tukio lilitokea. Mwaka huo ulipoisha, ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ni mwenye kuhama, kwa maana ilikuwa ni karibu na hijra ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa maana fi Rabi'il Awwal, katika mwezi wa mfungo 6, mwaka wa 12 tokea Mtume sallallahu alaihi wasallam kupewa utume. Anasema, waruddat al-aqwal thalathati al-awwal bi anna, kauli 3 za mwanzo zimebatilishwa kwamba hakatu haziwezi kuwa sahihi. Kauli 3 za mwanzo, bi anna Khadijata radhiyallahu anha tufia fi Ramadhan, amekufa katika mwezi wa Ramadhan, mwaka wa 10 tokea Mtume sallallahu alayhi wasallam kupewa utume. Wakana wafatuha, na ilikuwa kufa kwake ni kabla ya kufaradhishwa swala 5. Kwa hiyo wanahistoria wote wanakubaliana ya kwamba Isra wal Miraj ni tukio lililokuja baada ya kufa Bi Khadija na kufa Abu Talib. Mwaka ule ukawa ni mwaka wa huzuni kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kumtuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, akapelekwa Isra wal Miraj. Kwa Bi Khadija hakuwahi kushuhudia tukio la Isra wal Miraj wala tukio la kufaradhishwa swala 5. Sasa hizi kauli 3 za mwanzo, ikiwemo inayosema ya kwamba Isra ni mwezi wa Rajab, mwezi 27, usiku wa mwezi 27, kwamba ni tukio lililotokea mwaka wa 10. Huo mwaka wa 10 Bi Khadija yupo hai, yani mwaka wa 10 Rajab Bi Khadija yupo hai. Ilipofikia Shaabani mwaka wa 10 Bi Khadija yupo hai. Ilipofikia Ramadhani
mwaka wa 10 huo ndio mwaka aliokufa Bi Khadija. Sasa ikiwa tutasema ilikuwa ni mwezi 27, basi inabidi tukubali ya kwamba tukio hili alilishuhudia Bi Khadija kabla ya kufa. Kwa hivyo ni kwamba tukio hili linakataana na historia na dalili ya kihistoria, kwa sababu uhakika wa kwamba Bi Khadija ni kwamba kafa mwaka wa 10 tokea Mtume sasa wa utume, mwezi wa Ramadhani. Sasa ikiwa wasema ilikuwa ni mwezi wa Rajab mwaka wa 10, basi Bi Khadija alikuwepo, Rajab alikuwepo, Shaabani alikuwepo, Ramadhani mwaka wa 10 ndio akafariki. Kwa hiyo kauli ya kwamba yaweza ikawa tukio hili lilitokea mwezi wa Rajab ni tukio ambalo kwa uhakika haliwezi kuwa sahihi, si sahihi kabisa. Sasa ikiwa si sahihi, twapata wapi kufunga siku hiyo ya Mi'raj, ambapo hakuna hadithi sahihi wala dhaifu inayosema watu wafunge siku ya Mi'raj? Sijui wanaofunga wanapata wapi hili. Kwa hivyo, lakini pia hata watu kukusanyana katika usiku wa 27 kwamba ndio wa kusoma visa vya Isra wal Mi'raj pia si sahihi, kwa sababu tukio lenyewe halikuwa katika siku hiyo. Lakini pia hata ingelikuwa ndivyo, haukuwa ni utaratibu, desturi aliyefundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba zake ya kwamba kila ikifika usiku huu basi watu wawe wanakusanyana na kusoma kisa cha Isra wal Mi'raj. Lakini zipo kauli zingine zinazosema Isra wal Mi'raj ilikuwa katika usiku ya Raghaib, na watu wakauka kwamba kuna salatu Raghaib. Salatu Raghaib ambao watu wengine ya salatu Raghaib ambayo haipo, lakini wengine wanaona siku hiyo ndio siku ambayo ilitokea tukio la Isra wal Mi'raj. Kwa haya ni mambo ambayo tunakumbushana, tushawahi kuyaeleza, lakini kwa vile tumeingia katika mwezi huu kuna haja ya kukumbushana, kwa sababu sio wote ambao walikuwepo katika darasa la miezi iliyopita, mwezi wa Rajab uliopita hawakuwepo, kwa maana yaweza ikawa hawakusikia somo hili. Kwa hiyo tunalieleza wazi ifahamike ya kwamba tukio la Isra wal Mi'raj katu asilan halikutokea mwezi wa Rajab. Lakini pia hata hiyo salatu Raghaib, hakuna sala ambayo tumeambiwa kuswali salatu Raghaib, kwa maana sala inayoswaliwa katika usiku wa kwanza wa Ijumaa ya kwanza katika mwezi wa Rajab. Haya ni miongoni mwa mambo ambayo watu wanayazusha, yaani watu wanajitengenezea ibada wakati mwalimu wetu Mtume sallallahu alaihi wasallam yupo. Tukisema yupo, mtu atasema si amekufa, lakini yupo kwa maana mafundisho yake yapo yaliyopokelewa, ya kwamba vipi alikuwa anafunga, vipi alikuwa anasali, maisha yake yote, mpaka masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallama walikuwa wanadadisi hata tabia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam waijue. Wanaenda kwa Bi Aisha, wanamwambia tabia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwaje? Anaambia khulqul Qur'an, tabia yake ilikuwa ni Qur'an. Vile Qur'an inamtaka ilivyosema, basi na yeye ndivyo hivyo alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa tuna nini? Ibada ziko nyingi ambazo zapendeza tuzifanye: qiyamul layl, salatu duha na sala zingine hizi za rawatibu.
iwe ni kablia ya sala ya alfajiri, iwe ni rak'atain au rak'at nne kabla ya dhuhuri na baada ya dhuhuri, iwe ni rak'a mbili au nne kabla ya al-asri. Lakini pia kuna rak'a mbili kabla ya magharibi na baada ya magharibi. Wengine watashangaa hii kabla ya magharibi vipi? Kwa sababu tukikimu tu tayari tukishaadhini ambapo inakimiwa. Suna hii ipo lakini haijakokotezwa. Anas bin Malik anasema tulikuwa tunasali sala hii, Mtume anatuona, hajawahi kutukataza, hajakuwa mafanyeni wala hajawahi kutukataza. Hadithi amepokea Imam Muslim. Lakini pia Mtume sallallahu aliwaambia maswahaba, swalini kabla ya magharibi, swalini kabla ya magharibi. Mara ya tatu akasema liman shaa, kwa mwenye kutaka. Angeacha hapo kwamba ni lazima kufanya vimepotezwa, akasema liman shaa, kwa atakayetaka, kwa maana haijalazimishwa wala sio kwamba mtu aifanye kwamba ni utaratibu kwamba kila siku. Zipo za kila siku ambazo ni kablia za sala kama ya salatul fajri na nyinginezo. Almuhimu, ibada zozote zinatakiwa kufanya ibada zile ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuelekeza, au ibada zilizofanywa mbele yake na kazinyamazia, hizi unaweza ukafanya. Ama hizi zingine ambazo watu wanajitukia, tena kuna hadithi zingine za kutungwa kwamba kuna mto unaitwa Rajab, mto huyo mtamu kuliko asali, mwenye kufunga mwezi wa Rajab atanyeshwa kwenye mto huo. Basi watu wanahamasishana, jambo ambalo haikuwa ni desturi ya Mtume sallallahu ya kufunga mwezi wa Rajab, bali mwezi aliyofunga sana, ukiondosha mwezi wa Ramadhani, ni mwezi wa Shaabani. Aliufunga sana lakini hakumaliza, kwa maana ilibaki siku chache, kwa maana waweza kufunga siku 27 lakini usizimalize zote. Ama mwezi wa Rajab unaingia katika ibada ambazo katika miezi mingine Mtume sallallahu alikuwa anafanya ibada. Miezi mingine Mtume alikuwa anafunga mpaka maswahaba wanasema huyu hatoacha kufunga, na alikuwa anakula, kwa maana hafungi mpaka wanasema hatofunga. Ilikuwa desturi ya Mtume sallallahu. Hili lilikuwepo kwenye mwezi wa Rajab na kwenye miezi mingine. Kwa hiyo muda umetukimbia, tuache muda wa maswali, bali